iwe kwangu vile umenena, maana mimi ni mchakazi wa Bwana. Alitii, alinyenyekea na akatii, hivyo akamshinda yule Hawa wa kwanza aliyekosa kumtii Mungu. Kwa hivyo haya ndio tunasherekea siku ya leo, kwamba Bikira Maria alitengwa na dhambi ya asili na doa lolote lile. Yeye ndiye mmoja tu wa wanadamu asiyekuwa na dhambi, na hiyo ndiyo maana ya sherehe ya leo, Mungu akiashiria kwamba Maria ndiye atakaye mchukua mimba Kristo. Kwa hivyo Yesu, maana ni Mungu na ni mtakatifu, kile kilikuwa kimbebe kumaleta duniani, sharti na ni lazima kingekuwa kitakatifu, Mama Maria. Dogma ya Bikira Maria. Dogma ya kwanza umesema ni gani, Father? Dogma nimewaambia ni mafundisho ya dini. Naam. Na katika sehemu ya Maria kuna dogma 4. Ambazo ya kwanza ni siku ya leo ambapo tunakumbuka kwamba Maria alichukuliwa mimba bila dhambi ya asili au doa lolote. Hakuwa na doa. Dogma ya pili niliyowaambia ni kwamba ni kuhusu kuwa Maria ni mama wa Yesu. Yesu ni Mungu. Kwa hivyo Maria ni mama wa Mungu. Dogma ya tatu ni kwamba Maria ni bikira. Alichukua mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, hakumjua mume. Hivyo Maria hata kama alimchukua mimba Kristo, yeye kabla ya kuchukua mimba ni bikira. Baada ya kuchukua mimba ni bikira. Baada ya kumzaa Yesu bado ni bikira. Na dogma ya 4 ni ya Maria, baada ya maisha yake duniani kuisha, alichukuliwa mbinguni, Assumption. Tunasherekea tarehe 15 mwezi wa 8. Hizo ni dogma 4 za Maria. Lakini dogma ziko kadha wa kadha. Zingine ni kana kwamba Mungu ni mmoja. Katika Mungu mmoja kuna nafsi tatu. Kuna dogma nyingine ya mwili na damu ya Kristo kupitia kwa consecration. Kwa hivyo dogma ziko nyingine, lakini ninaongelea kuhusu Maria leo kwamba dogma zake ama mafundisho ya dini kuhusu Maria ni ngapi? 4. Yes. That's good. Umeongelea kuhusu dhambi ya asili. Tufafanulie zaidi kuhusu dhambi ya asili. Na pengine dhambi ya asili ni nini na ilikujaje na pengine huondolewa vipi? Dhambi ya asili nimewaambia ilitokana na wazazi wetu wa kwanza, Adamu na Hawa. Mungu alipo waumba akawaweka kule bustani, aliwapatia masharti, akawapatia mwelekeo. Kumbuka Mungu alipofanya uumbaji wake, alifurahi sana. Na alipowaweka pale, alitengeneza urafiki wa kifamilia. Mungu alikuwa kila wakati anateremuka, anatembelea Adamu na Hawa kuona vile wanavyoendelea. Kweli. So kama desturi yake, Mungu, Adamu na Hawa wakiwa pale wanafanya mambo yao vizuri, mwanamke ndiye aliyetoka na akakutana na yule nyoka. Lakini haya ni mafundisho ya teolojia, yana mambo fiche. Maana yake nini mwanamke kutoka? Ina maana kwamba mtu ukitoka katika familia ni rahisi kushawishika. Tunasemanga 2 heads are better than 1. Mkiwa wawili pamoja, hata kujaribiwa ni vigumu. Mama huyu wa kwanza alitoka, akaenda akawa peke yake. Na katika uwerefu wa nyoka alimpata, akamwambia ni ukweli, Mungu aliwaambia msile tunda lile la mti wakati, akamwambia ni kweli, alituambia. Nyoka akamwambia Mungu ni muongo. Aliwadanganya, alijua mkila matunda yale mtafanana na yeye. Unaona? Sasa wangekuwa wawili. Wangekuwa wawili. Basi yani Adam na Eve wangekuwa pamoja. Labda hawangeingia katika jaribio. Hawangeweza kushawishika. Lakini kwa sababu mama alikuwa peke yake, alishawishika na akadanganywa. Kisha akachuna lile tunda, akalila. Na baadaye akaenda kwa mumewe, akamwambia umefanya nini? Adam anamuuliza, umekula lile tunda? Akamwambia ndio.
Mwambia kula na wewe. Kula na wewe. Onja na wewe usikie. Adam akamwambia sili tena. Kweli. Mungu alitukataza. Yeah. Eve akamwambia usipokula nitajiua. Ah. Kumbuka wakati Mungu ameumba vitu vyote, Yes. alimuumba Adamu. Kweli. Na wanyama wote. Lakini Mungu akamleta Adamu akawapatia viumbe vyote majina. Naam. Lakini alionekana kusononeka, hakuwa na raha, hakuwa na furaha. Ndipo Mungu akagundua kwamba kuna kitu kimekosa. Kuna kitu bado hakijakamilika. Hakijakamilika. Naam. Maana hata kama ameumba kila kitu, lakini Adamu na wanyama wako hapa, hakuna mnyama yeyote alimpatia raha. Basi ndio Mungu akamwekea usingizi Adam. Naam. Akalala. Basi akatengeza kwa udongo, yule mwanamke akatoa sehemu yake akaweka kuja kwa mwanamke, akamuumbia msaidizi, ndio akapatikana Eve. Eve akamletea Adam, akafurahi kabisa, akasema nyama hii ni nyama ya nyama zangu. Naam. Mfupa wa mfupa wangu. Naam. That's good. Sasa hiyo ni kumaanisha kwamba dhambi ya asili ilikuja kupitia kwa Eve. Kwa Eve na Adam. Maana wote walifanya. Na hapa pia kuna hii sakata yote hii. Yes. Kuna nakumbuka ukiendelea hapo mbele ya neno unasikia Eve na Adam anaulizwa na Mungu. Yes. Mbona imekuwa hivi, anamtaja Eve. Eve naye anaulizwa imekuwa vipi, anamtaja nyoka. Yes. So sijui hii lawama yote at the end of the day inakuwa kwa nani? Kwa sababu inakuwa ni kama blame game. Mungu aliumba mwanadamu akamwambia utawale ulimwengu na ujaze. Naam. Wakati Mungu anauliza Adam, ni nini hii mmefanya? Naam. Nani aliwaambia kwamba mko uchi? Naam. Mshakula lile tunda? Yeah. Adam alimwambia nini? Sio mimi. Adam kumwambia sio mimi ni yule mwanamke, akatransfer mamlaka. Okay. Kwa Eve. Kwa kuruka sio mimi ni yule. Alitransfer mamlaka. Na yule mama Mungu akamuuliza umefanya nini? Yeah. Naye akamwambia ni nyoka. Naye akatransfer mamlaka kwa nani? Kwa nyoka. Ndio maana tunasikia mtawala wa dunia hii ni nani? Ni Shetani. Maana Shetani Mungu alipomuuliza hakuongea lolote. Kweli. Alinyamaza. Alikubali mashtaka. Whenever we blame game, yes, we lose authority. Tunapoteza mamlaka yetu. Okay. Adamu angekubali aseme tumekosa, tusamehe. Tungepata msamaha. Eve pia mwenyewe angekubali, yeye angekuwa anatawala ulimwengu. Kweli. Lakini nyoka kwa sababu yeye hakulaumu mtu mwingine, alikimya. Ndio nasikia duniani humu. Hapa ndio mtawala wa giza anaishi ambaye ni Shetani. So Adam walitransfer mamlaka kwa nyoka, kwa yule ibilisi. So hiyo dhambi ikaingia ya asili kwa kutotii, kutofuata masharti ya Mungu. Na yeyote anayesaliwa hiyo dhambi unaipata, uwe usipokuwa. Na njia tu ya kuondolewa hiyo dhambi ni kupitia kwa maji ya ubatizo. Kila mtu awe mtoto mdogo awe nani, ukibatizwa tu ndio unaondolewa dhambi ya asili na dhambi zingine ambazo ulizozifanya. Na ukumbuke katika hii hali ya kuondolewa dhambi, kumbuka kuna watu we call concupiscence, yani ni madhara ya hii dhambi. Hata kama dhambi hii tunaondolewa, tunabakia na majeraha, chembe zake. Ndio naona binadamu kila wakati anaenea kwa mabaya. Yani unavutwa zaidi kwa mambo mabaya. Ni yale matokeo ya ile dhambi. Dhambi itaondolewa. Dhambi ni nini? Dhambi ni kama kupata jeraha. Okay. Kipata jeraha, jeraha lile linapona. Kwa maungamo na malipisi mengine linapona. Lakini inaacha nini? Alama. So dhambi inaacha nini? Alama. Ndio unasikia kuna watu wataingia katika kutakazwa kama maeneo tunaitanga purgatorio. Ni kwa sababu gani utaenda pale? Kwa sababu kuna scars. Mungu akituumba alitumba tukiwa sawa. Hatukuwa na scar. Na hakuna kitu kitakachomuona Mungu kiko na dosari. Hakuna. Kwa hivyo lazima tutakazwe, tuondolewe scars zetu zote ndio tuweze kumuona nani?
Mungu mwenyewe. Hiyo ndio maana concupiscence kwamba ni madhara ya original sin. Ndio unapata watu wamejawa na hasira, watu wamejawa na uongo, kwa sababu matokeo, madhara yale ya dhambi ya asili ndio haya. Okay. Yeah. So ndio unaona kuna tofauti kubwa baina yetu na Maria. Maria hata ukisoma maisha yake alikuwa mpole, hakuwa na maneno mengi, maana hakutawaliwa na madhara ya dhambi ya asili, alihifadhiwa. Maana yake ni kwamba Maria amejaa neema, she was full of grace. Na sisi tumepungukiwa neema ya Mungu. Nakumbuka tunapozungumzia dhambi ya asili, kula tunda, maana yake ni nini? Ni grace. Yani original sin maana yake ni kwamba walipojipata wako uji, ni maisha ya Mungu yaliondoka. Ni grace, ni neema ya Mungu iliondoka. Ndio ukabaki utu wao. Ndio maana hata wewe ukifanya dhambi, mtu akue asikue, kuna ile dhamiri na kuhukumu. It's true. Inamaanisha nabaki uji. The conscience. Sasa ndio naona kama kwa mfano wewe ama mkeo ameenda mahali fulani, akaenda shughuli zake, kisha amechelewa kurudi nyumbani. Akirudi nyumbani, hata kabla umuulize umetoka wapi, anaanza kukuambia leo kulikuwa na watu wengi ni dhamiri ndio inamshtaki. Ni naked. Ametafuta matawi. Kweli ajifunike. Ni mtoto ameenda shuleni, hakufanya vema, mtihani ameanguka, dhamiri. Anakuambia dadi, wale walimu wa dhamiri. Matawi ndio hayo sasa. Lazima ajifunike. Mtu amefanya dhambi, ameiba, kwa nini? Ni shetani, matawi. Kwa hivyo dhambi ile, kubaki bila nguo, ni neema ya Mungu inaondoka. Na tukiondokea neema ya Mungu, tunasikia vibaya. Kumbuka mtu kama Judas, aliyekuwa mtume wa Yesu, alipomsaliti Bwana, nini kilitoka? Neema ikapotea. Alipomsaliti, alipotoka nje, alipokula ule mkate, kukawa jioni, kukawa usiku, basi neema ikamwondokea. Na alipoona vile mwana wa Mungu anafanywa, ndio akarudi na ile pesa, chukua. Akaitupa yote, akaikosea maana ile pesa. Maana guilt. Yes, true. So mpaka wa leo ni nini tunapungukiwa watu wa Mungu? Ni neema. Dhambi inapunguza neema ya Mungu. Na neema ya Mungu tunasemanga ni maisha ya Mungu ndani ya mtu. A grace is the work of God in a person. So it means, yani neema ni uwepo wa Mungu ndani na utendakazi wa Mungu ndani ya mtu. Hiyo ndio neema. Na wakati hauna neema, unaona sarakazi. Ndio unasikia Maria amejawa neema. Kweli. Uwepo wa Mungu na mama mtulivu. Anapoona tukio hili, mambo yote aliyaweka moyoni mwake. Kabisa. Hakulalama, hakugombana. Alipompata Yesu hekaluni, mwanangu, siku 3 tunakutafuta, mbona umetufanya hivi? Alimwambia, wewe hamjui ninastahili kuwa nyumbani mwa baba yangu? Maria kugombana na yeye, alimshika njia, wakaenda nyumbani. Kwa hivyo mtu amejawa neema, ana maneno mengi. Ndio unaona hata watu katika maisha, unaenda kukosea mtu kamtukana, anakuangalia tu. Unashangaa, kwani wewe ni mjinga tu mambo gani? Lakini mtu akiwa na neema, apendi ugomvi, apendi maneno mengi. Amejawa na Mungu na anaongozwa na neema. Neema ni uwepo wa Mungu ndani yake, ndani ya moyo wa mtu, ndani ya mtu. The grace of God. Ndio nasikia sakramenti ni neema. Naona ni ishara inayoonekana, inayoleta neema isiyoonekana. Unamwagia mtu maji, ni ishara, watu wanaona maji yakimwagwa. Lakini unaona dhambi ikiondolewa. Wakati Father juzi mliona shemazi akibadilishwa. Alilala chini. Anageuzwa. Anapanda daraja ya kuwa kuhani. Mliona akibadilishwa? Tuliona tu ishara. Amelala chini, wamechukua litania, na askofu akimwekea mikono. Sakramenti ni ishara tunayoona, inaleta neema ambayo hatuoni.
Neema ni uwepo wa Mungu. Naam. Ni the work of God ndani ya mtu. Na haya maneno ya neema tunayapata wapi? Hasa wakati huu kupitia kwa Bikira Maria. Tunaipata wapi? Hii neema inaanza vipi? Neema tunaipata kwa kutii na kwa kuondokea dhambi. Naam. Ndio tunaambia watu enda maungamo. Ili neema ya Mungu iweze kurejeshwa. Yes. Dhambi inadunisha, inadhoofisha neema. So mtu Mkristo anapoenda kwa maungamo, akitoka akifanya maungamo yaliyo sawa, anatoka akiwa na amani, akiwa na raha. Neema imerejeshwa. Neema imeongezwa. Lakini ndio unaona watu wengine kama ni Wakristo, akianza kuingia katika dhambi, iwe ni mwanakwaya, iwe ni kiongozi, ni Mkristo, anaanza kupotea kanisani. Dada, mbona siku hizi tukuone? Kumbe kuna mambo ameingia ndani. Neema imepungua. Ameanza kupotea kanisani. Ni Mkristo aliyekuwa anapenda kwenda morning mass. Misa asubuhi kila wakati, ibada za asubuhi. Kipindi hivi ameanza kurudi nyuma. Neema. So neema ukiingia katika hali ya maisha, mambo fulani kufanya, neema ya Mungu inaanza kupungua. Kweli. Mtu anaanza kuhisi hakuna hatia, guiltiness. Alafu mtu ukiwa na hatia mbele za Mungu unajificha. Adam walipofanya walijificha. Wakaingia pale. Maungamo ni nini? Ni Mungu anashuka akutane na mwanadamu. Kweli. So whenever unapoenda kwa Father, ni tunasemanga divinity meets humanity. Mungu ameteremka akutane na mwanadamu. Sasa pale kwa kile kiti, unapoenda kwa maungamo, watu wafikiria mara nyingi ni Father. Lakini Mungu ashajua umekula tunda. Kweli. Mungu tayari ashajua. It's true. Umeshakula tunda na amekuona umepungua neema, umejificha. So Mungu anateremka kukuambia, where are you Adam? Where are you? Uko wapi? Ajabu na kuhuzunisha, waumini wengi wamekataa kuitika. Wamejificha na Mungu anajua chenye wamefanya. Badala watu watokee tu, waitike tu basi. Adamu walikosa, lakini cha kufurahia waliitika. Kweli. Wakati Mungu alikuja, waliitika. Tuko hapa Bwana. Kweli. Wangeamua kukimya, wangepotelea pale. Na Wakristo wengi wamekataa kuitika. Tunasikia wanaimba waimbaji, kiitwa na Mungu itika. Yes. Itika. Kiitwa na Mungu itika. Mungu anakumbuka. Mungu anakuja wakati gani? Sana sana tukifanya dhambi. Mungu anahusunishwa na dhambi ya wanadamu. So tukifanya dhambi hivi anakuja mbio. Kumbuka wakati Yesu ameuliwa. Kuna hawa vijana Cleopas na mwenzake wako njiani kuelekea Emmaus. Wamefunjika moyo. Nini kilifanyika? Yesu aligundua nikiacha waende Emmaus. Walikuwa wanatoka Yerusalemu. Yerusalemu ni mji wa matumaini. Emmaus ni mji wa wasiokuwa na matumaini. Kwa hivyo wanatoka Yerusalemu wakielekea wapi? Emmaus. So Yesu alikutana na wao njiani. Maana alijua hali hii italeta mambo. Akawaambia, ni nini mnaongelelea? Akamwambia, wewe ni mgeni hapa. Kwani huna habari za Yesu ambaye ni Mnazareti, ambaye alikuwa tumaini letu, nabii mkubwa? Vile wamemfanya. Nini wamemfanya? Wamemuua. Akawaambia, wapumbavu nyinyi. Amuelewi Injili? Akaanza kuwafundisha. Maneno haya ya Cleopas na wenzake njiani kuelekea Emmaus ni ibada ya misa. Kwamba katika ibada ya misa kuna meza mbili. Meza ya neno na Eucharistia. Kwa hivyo katika safari hii ukisoma hicho kitabu cha Luka, Injili ya Luka, utapata kwamba Kristo ameanza kunena na wao. Akaanza kuwasomea manabii vile imeandikwa. Wakasikiza. Walipofika kule Emmaus, Yesu akajifanya kama anaenda. Wakamwambia,
Bwana kana. Hapa kwetu siku nzuri. Kuna majangili wengi. Yes. Ingia ukae nasi, kesho utaenda. Basi Kristo akaingia na wao. So, alipoingia, walipokuwa mezani, akachukua mkate, akaumega. Macho yao yakafunguka. Neno na ndio akaanza kutuambia. Njiani alipokuwa anazungumza, mioyo yetu haikuwa inawaka moto. Ilikuwa inawaka, yes. Kwa hivyo Father anapoingia kwa ibada, meza ni mbili. Wale wa Kristo wana mazoea ya kuchelewa. Masomo yamesomwa. Anafika Father amehubiri. Ulienda kanisa kufanya nini? Maana meza ni mbili. Meza ya neno inaandaa meza ya Eucharistia. Kwa hivyo meza hii ya neno, Father akihubiri, unasikia mtu anawashwa. Kisha tukiingia katika Eucharistia, macho ya watu yanafunguka, ni Yesu. Wale walikuwa wanaogopa Emmaus, walitoka huo usiku mpaka Yerusalemu. Ni mama katika ndoa, katika biashara, unataka kufunga biashara, utoke Yerusalemu uingie Emmaus. Ni ndoa yenu iko katika changamoto, mama, baba, mnataka kwa jana Yerusalemu kwenda Emmaus. Ni kijana samani. Ni kijana katika safari ama katika boma, ameamua kuondoka nyumbani aende. Unatoka nyumbani ni Yerusalemu, maana kuna hope. Unatoka unaenda